Kisangani, eneo la Bafwesende Chopo, kilomita zaidi ya 216 kutoka Kisangani, linakabiliwa na hali ya taharuki baada ya waasi wa ADF NALU kuzingira vijiji kadhaa na kuteka kituo cha reli cha Bafwesende. Wakati huo mashirika ya kiraia yamethibitisha uvamizi wa vijiji vya Bokolai na Nyasi, hali inayosababisha mamia ya wakazi kukimbia makazi yao. Mbunge wa jimbo hilo Trifene Mabikiambei Saidi amelahani ukimya wa kijeshi, akionya kuwa ADF NALU wanaendelea kusonga kwa uhuru, aidha kuelekea Kisangani au kuimarisha ndani ya misitu mikubwa. Kwa upande wake, msimamizi wa eneo hilo Willy Simbie amesema amepokea taarifa za hali hiyo na kudhibitisha kuwa kanda ya 31 ya kijeshi imepewa maagizo ya kudhibiti njia ya kuimarisha usalama. Ameomba wananchi kudumisha utulivu. Wakati tishio la ADF NALU likiendelea, kiongozi wa MDC Renove Guido Shimirei ameeleza wasiwasi mpya kuhusu waasi wa M23, akidai wamepokea msaada kutoka Rwanda ili kupanua ushawishi wao nje ya Kivu. Kwa mujibu wake, M23 wanalenga kufungua njia mbili kuu, moja kuelekea Kisangani Orientale na nyingine kuelekea Kalemi huko Katanga. Ripoti zinaonesha kuwa waasi wa M23 wanaimarisha ngome zao katika maeneo ya Kasopo, Mpeti, Belehusa, Rusamambu na kando ya barabara ya Mitono. Huko mapigano yakiendelea kuripotiwa katika Masisi na Walikale, Kivu Kaskazini, pamoja na Walungu na Shabunda, Kivu Kusini, licha ya makubaliano ya amani yaliyotolewa huko Doha.